Crestline TV. Crestline TV. Yo guys, mambo vipi? Nafikiri mnaendelea salama huko mliko. Kwetu ni majonzi ya mtawala kama unavyojua, mitandao ya kijamii, taarifa zipo nyingi, lakini kuna ile moja muhimu ambayo ni kila mtu anaifahamu hadi sasa hivi, ni Mr. Gave kututoka. Ilikuwa ni usiku wa jana kuamkia leo tuweza kupokea taarifa kwamba Mr. Gave kafariki. Hatukuweza kujua chanzo cha magonjwa yake, hatukuweza kujua kisa cha yeye hadi kuja kupelekewa taarifa kama hiyo au kurathimishwa taarifa kama hiyo amefariki. Nafikiri tutumie muda huu pia tuweze kujua baadhi ya mambo kuhusu yeye kwa Gatuso Wanyanga, kwa sababu naamini ni familia kiukubwa sana. So jiunge nasi Crestline Media, natamani tujue machache kulingana na kile ambacho tulikuwa nacho kabla ya kuweza kututoka. Mambo vipi she? Mimi niko poa. Kwanza nianze na pole tena. Asante. Naendeleaje nyumbani? Nyumbani wazima. Emotion yako ya kwanza kupokea taarifa ilikuwaje? Baada ya kupokea taarifa nilijisikia kuwa mwili unakosa nguvu, kwa sababu ni mtu ambaye tunazoeana naye sana, tukitokaga huko kwenda kwenye masafari kule nyumbani kwetu Kongo. Ni mtu miongoni mwa watu wa karibu yetu sana. Kwa hiyo baada ya mimi kupata hizo taarifa, nipata taarifa nikawa kwanza kama siamini, kwa sababu juzi tu hapa hivi alitoka kuniandikia WhatsApp kuwa kuna kazi yake anataka iachie Jumamosi. Twende tu hivyo. Okay, kulingana na hivyo ulivyoongea kwamba juzi mlikuwa na mawasiliano naye kukuambia kwamba Jumamosi anaachia kazi, naamini nyuma ya hiyo kulikuwa kuna issue zingine ambazo zilikuwa zinaendelea. Na vipi Mr. Gave alikuwa ni mtu gani kwako kwa kipindi chake chote cha uhai? Kwa kipindi cha uhai Mr. Gave alikuwa ni mtu mwenye furaha sana kwangu, maana nilikuwa nafanya nikutana ule bro, alikuwa ananishauria vitu vingi sana kuhusiana na hizi kazi ambazo tunazifanya. Pia ni mmoja wa watu ambao wanafurahisha mtu kwa muda wote, hataki mtu awe na stress. Kwa hiyo ni mtu ambaye nilikuwa nishazoea kuishi naye sana, kwa sababu anapenda alikuwa akiwa anapenda sana kupigisha stori za kazi. Ndiyo. Ni momenti gani ambazo unazikumbuka sana? Momenti gani ambazo unazikumbuka sana kwa Mr. Gave, kipindi ambacho labda ulipata time ya kuongea naye au muda ambao ulikuwa naye labda kwa kuonana mpo live? Ni kitu gani ambacho unakikumbuka zaidi sana katika enzi za uhai wake? Kipindi cha uhai wake, kitu ambacho niko naikumbuka zaidi sana ni kile ambacho aniandikia kuwa tunaweza tukakifanya, halafu hatukufikia kuja ukifanya. Aliniambia hapa hivi majuzi kuwa ana ngoma yake ambayo anataka iachie Jumamosi. Sasa anahitaji challenge kutoka kwetu. Sasa hivyo sijui kama hiyo moment naweza nikaisahau, ikatokea haikufika hata usiku. Tumepokea taarifa za msiba. Kwa hiyo ile ni moment mojawapo pia ambazo zitaniweka mimi kutokuzisahau. Huku unaongea na mtu kuhusiana na kazi, afu natokea hajafikia kazi yake kuitoa, huku imetokea amefariki. Ni kitu ambacho kinaleta huzuni mkubwa, pia na uoga kwetu sisi ambao tulikuwaga hatujawa wazoefu wa kupokea tukio za misiba kama hiyo. Huku mtu unawasiliana naye, afu imetokea muda ule ule ambao umetoka kuwasiliana, baada ya siku 2 amefariki. Afu kile kitu ndo hamjakifanya hata ukifanya, huyo mtu amefariki. Ni mojawapo wa vitu ambavyo vinaleta uoga sana. Ndiyo. Tukiongelea utendaji kazi wako na nafasi ambazo zilijitokeza kwa hiyo kuweza kukutana na Belamy Muka, ilikuwa ni muda gani ambao ulianza kumkaribia sana kipindi hicho, labda kwa kupata nafasi ya kuweza kukutana naye? Kipindi nilipataga nafasi ya kusogelea Mr. Gave, akili ya ulimwengu. Kipindi ambacho nilipataga nafasi ya kumsogelea, ulisema nani tena? Mr. Gave. Kipindi ambacho nilipataga nafasi ya kumsogelea Mr. Gave ilikuwa 2019. 2019 ndo bado naanza hivyo, ndo najua 2019 ndo ilivuma sana corona.
Kipindi hicho akapiga ngoma ya Corona, mimi ndo nilifanyaga challenge hiyo wimbo, lakini nilikuwaga siyajua sana vitu ya mitandao, maana kipindi hicho ilikuwa vigumu sana sisi ambao tunaanza kujua kama TikTok ni mtandao wa jamii kwa sababu ya kupromoti kazi. Yaani hapo hivyo tulikuwa busy na YouTube tu. Lakini mfanyaga challenge, niliyofanya challenge akachukua ile challenge akaiposti. Hapo ndipo mwanzo nilivyoanza kuwasiliana na Mr. Gave. Na aliyenifanya mimi kujuana na Mr. Gave ni cameraman wangu, shuta wangu Elimika. Ndo anakuwaga na undugu na Mr. Gave. Mpaka ilivyotokea nikawa naenda Kongo. Mara yangu ya kwanza mimi kwenda Kongo, aliyekujaga kunipokea Burundi ni Mr. Gave mwenyewe. Akanipeleka mpaka Uvira, akanitafutia vitambulisho yeye mwenyewe na kila kitu ndo anifanyia. Kwa sababu ule undugu ambao ule cameraman wangu aliunganishaga pale familia, kwa sababu mimi Uvira sio kwetu. Uvira nilikuwa na ule cameraman wangu kwa Elimika. Sasa nikitokaga huko mimi huwa nafikiaga Uvira. Kwao Elimika mimi nishagaanza kuchukuliwa kama mtoto wa nyumbani. Na ndugu si nilikuwa nachukuliwa pia kwa Mr. Gave kwa sababu wote tulikuwa na ukaribu sana. Ndiyo. Kulingana pia na ukubwa wa moyo ambao alikuwa nao aliyetuacha Mr. Gave, unaweza kuongea nini kulingana na love ambayo alikuwa anaonyesha kwa watu ambao hata kama hawajafikia misingi ya kuwa naye karibu, lakini yeye anaweka karibu? Ya kwanza ambacho nilikipendaga kutoka kwa Mr. Gave ni mtu ambaye alikuwa amejibezi sana kufuatilia mambo yetu huku nyumbani kwetu. Ni vile mazingira tu ya huku hayawezi akaruhusu wasanii kuja huku mara kwa mara na kuja kufanyia kazi huku, kwa sababu kuna ugumu wake. Huo ugumu sisi ndo tunaujua. Hivyo aliniambiaga kuwa anaweza akaja huku, lakini nayo pia haikufika. Na kila ambacho Mungu anakipanga kwa sisi wanadamu, basi ndo hivyo, hatujui kesho itakuwaje. Na ndio maana tuliambiwa kweli, nilikuwaga sijaamini kuwa kweli kifo ni fumbo. Jana ndo nimeamini kuwa kifo ni fumbo, kwa sababu nilipokea fumbo jana. Aliniambiaga atakuja huku mwezi wa 9, hapa hivi mwezi wa 9 haja afanye kazi na Follow. Akaniambia lakini bado sijaongea na Follow mwenyewe, hiyo nakutania tu nakwambia wewe kama ndugu yangu. Mwezi wa 9 anaweza nikawa na kazi ambayo nitakuja kufanya na Follow Bugatti hapo kambi. Huo mwezi wa 9 hujafika, ametuacha. Hivyo tena hiyo juzi ambayo nilipatia ratiba kwa mwezi wa 9 anapangilia kuja huko, ndo aliniambia kuwa ataiachia ngoma yake siku ya Jumamosi. Pia nayo haikufika. Ina maana kila ambacho mwanadamu unaweza kukipanga kwa sababu ya kesho yako, Mungu naye ana la kwake kwa sababu yako. Basi so mwisho, kwa sababu ni shujaa ambaye amemaliza mwendo vizuri, basi Mungu ambebe tu salama. Ndiyo. Basi unaweza kuwa na maneno gani machache kwa hii taarifa kuambia watu kulingana na hichi ambacho kimetokea kwa ukaribu wako wewe naye, lakini yote ambayo uliyategemea yaweze kutokea kuweza kutokea, lakini pia kwa wote ambao tumesapoti kitu hichi kuweza kumlilia wote pamoja? Ya ambacho tu naweza nikasema ni kwamba yameshatokea na kuwa tuamini iwe hivyo, kwa sababu imeshatokea kuwa hivyo, na kila ambayo imetokea ndio inakuwaga naaminika kuwa hivyo. Kwa hiyo ni vile tu imetukuta kwenye mazingira ya wakati mgumu ya michakato huku nyumbani kwetu ya mahesabu, lakini isingekuwa hiyo michakato kuwa mengi huku, basi tungewajibika sote kule kwa kumsindikiza ndugu yetu, lakini ni vile mazingira hayatuturuhusu, basi sisi tutalilia huku nyumbani kwetu hivi, na tuitakie familia nzima pole. Tuko pamoja nao, hatujawatenga ndugu zetu, familia yake. Siku tukiwa nafika pia tutakuwa na waona. Mungu atasaidia, kila kitu kitakuwa sawa. Ndo kitu ambacho naweza nikasema hicho tu. Na lakini pia tumalizie kwa sisi huku nyumbani kwetu, mmejipangaje au mmepangilia nini kulingana na tukio hili ambalo limekuja ghafla sana? Mimi sijui mipango ya huku kwetu, na sijapata taarifa yoyote hata kwa mipango ya huku kwetu.
Basi ikitokea mipango huku kwetu ndo tutafuata mipango huku kwetu, lakini kwa kuwa bado sijapata taarifa mipango huku kwetu, siwezi nikasema kuwa tunapanga nini huku kwetu, maana sijajua ambacho wasimamizi wanaweza wakapanga. Nashukuru pia kwa muda wako. Asante pia. Asante, nafikiri yote yapo Crestline Media. Tumeweza kuongelea kuhusiana na swala ambalo lipo sasa hivi. Crestline TV.